Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia kwa kufika siku ya leo, na nashukuru Mungu kwa wakati na siku ambazo amepeana kwa mujibu ya kwamba tukapate kukutana na wewe kwa mara nyingine kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu. Kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Najua kwamba kila mmoja ambaye anayelipata neno la Mungu huwa anabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Najua kwamba naye Mungu ni mwaminifu pia kwa maisha yako, naye pia atakubariki, atakuinua kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu mbele zake. Kabla tuanze hii ibada, wacha tuanze na maombi katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Uinuliwe Bwana Mungu wa majeshi. Siku ya leo Bwana imekuwa siku ya kukutana na wapendwa wako katika maeneo mbalimbali. Wengine wako kule Nigeria, wengine wako kule Ulaya, wengine Bwana wako hapa Kenya. Baba, nawafunika na damu ya Yesu Kristo. Naweka kila mmoja ambaye atakayesikia ujumbe huu, namfunika na damu ya Yesu Kristo. Abarikiwe na abarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu mbinu zote za shetani, mipango ya ibilisi ninaivunja katika jina la Yesu Kristo, kapate kushindwa. Baba, nasema ya kwamba mwenyewe utawale kwa ajili ya siku ya leo. Tawala anga, tawala kila mahali Bwana. Bwana ukapata Bwana kusimama mwenyewe kila mahali popote ambapo tunapoenda na tunapotembea kasini mwetu. Bwana tunaomba kwamba ukapata kubariki katika jina la Yesu Kristo, nimeomba hata na kuamini. Amen. Leo ni siku ya ajabu ambayo Mungu amesema ya kwamba tukakutana na wewe, na usinione nikiwa katika mazingira haya. Niko tu katika mazingira haya ni kwa sababu wakati umefika ya kwamba nikufikie, na usije ukashangaa kwamba mbona huyu mtumishi wa Mungu ako katika mazingira haya. Niko katika mazingira haya tu ni kwa sababu nataka nikufikishie neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na nakuambia kwamba unapopata neno ama unapopata neno la Mungu alafu liende likae ndani mwako, hilo neno linaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Neno hilo linaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ukimwamini Bwana, naye Bwana atafanya vitu vya ajabu katika ndani ya maisha yako. Bwana bora wewe muamini. Maana yake ndio Yesu anasema kwamba aminini tu nanyi mtaona muujiza. Amini tu, yani amini. Katika maisha yako tu bora wewe mwenyewe uhakikisha kwamba umeamini. Na katika imani ndio unaona kwamba vitu vyote vinaanza kuingiana jinsi vinavyotakikana. Lakini pasipo imani, hata uenda wapi wa kuombea wafanye nini, haitowezekana kwa sababu imani yako haiko straight ama haiko na Mungu mwenyewe. Ndio nakuambia kwamba wakati ambapo tunaposimama na Bwana, wacha tusimame na Bwana. Wakati ambapo mambo ni magumu, wacha tusimame na Mungu. Wakati ambapo mambo hata inaonekana kwamba haiwezekani, wacha tusimame tu upande wa Mungu. Na tunaposimama tu upande wa Mungu, utaanza kuona mkono wa Bwana utakuwa mbele yako. Yaani Mungu atakutangulia kama vile anaposema katika kitabu cha Isaya 45, inasema ya kwamba nitakwenda mbele yako nami nitakutangulia. Nami nitapasawasisha mahali popote ambapo palipo inuka. Nitafunja kila milima ambayo iliyo mbele zako. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Hosea 4 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3, Biblia inasema kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kusini huruka mpaka na damu ukusana na damu. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama
wa kondeni na ndege wa angani, naam, samaki wa bahari pia wataondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Biblia tuambia kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni nani? Wana wa Israeli ni wewe. Kwa sababu Biblia inasema kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Waisraeli ni watu ambao wanaamini Mungu, hawaamini miungu. Kitu cha kwanza. Israeli ni watu ambao wanaamini Mungu, hawaamini miungu. Na ndio maana neno la Mungu naye anasema katika kitabu cha Hosea ya kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Na kila mtu yeyote ambaye anaamini neno la Mungu, yeye anakuwa Mwisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote ambaye analisikiliza neno la Mungu na kumwamini Mungu, huyo mtu anakeuswa, anakuwa Mwisraeli. Na Mwisraeli ni nani? Mwisraeli ni yule Yakobo, ni jina ambalo Mungu alimuita Yakobo. Jina la uaminifu, jina la kumjua Mungu, jina la kutumia miungu, jina ambalo linalomjua Mungu. Ndio unasikia kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Sikieni neno la Bwana enyi wana wa Yakobo. Ndipo Biblia inaposema, inazungumzia kuhusu Mwisraeli. Mwisraeli, mtu ambaye anasimama katika neno la Bwana, huyu mtu anakuwa Mwisraeli. Na unapokuwa Mwisraeli, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Ndio unaona kwamba katika kitabu cha Hosea kinazungumzia kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Sikia neno la Bwana. Maana Mungu, Biblia inasema kwamba Bwana ana mateto na nyinyi. Yaani Mungu ako na mambo ambaye anataka kuwaelezea. Mahali ambapo unapokosea, Mungu ako na mateto. Ako na vile wewe ambavyo unavyoendesha vibaya. Sasa zingine hautembei vizuri. Sasa zingine hata umeanza kufanya usinzi. Sasa zingine hata umeanza kuua watu. Sasa zingine umeanza kuwa mkora. Sasa zingine umekuwa mwizi. Lakini ndio Biblia inasema kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, maana Bwana ako na mateto na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na mateto. Yaani Mungu anataka kukusomea. Ako na mambo ambayo anataka kuelezea. Mungu anataka kuelezea mahali ambapo unapokosea. Kuna mahali ambapo unapopotelea wewe kama Mwisraeli. Kuna mahali ambapo unapopotelea. Mungu anataka akuonye. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Hosea ya kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, maana Bwana ako na mateto na nyinyi. Mungu hataki kujua yule mtenda dhambi, Mungu hataki kujua yule mlevi, Mungu hataki kujua mwingine huyo anapofanya, ila wewe ambao unayemjua Mungu. Kwa nini unakosea? Wewe ambao unalijua neno la Mungu, kwa nini unaenda kuwa mwizi? Wewe ambao unalijua neno la Mungu, kwa nini unakuwa mkora? Wewe ambao unajua neno la Mungu, kwa nini unafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu? Na ndio Biblia inasema kwamba maana Bwana ako na mateto na nyinyi. Kwa maana wewe unafanya mambo na unajua vizuri ya kwamba njia ya Bwana sio njia ya kutenda dhambi. Unafanya dhambi ukisema ya kwamba unafanya tu dhambi, lakini huku unajua vile Mungu anavyohitaji utembee. Kwa nini unatembea katika njia ambazo asipendezi? Kwa nini unatembea katika njia za Mungu? Kwa nini unatembea katika haki ya Bwana? Na ndio maana unasema kwamba nyinyi, Mungu ako na mateto na nyinyi. Tunaposoma mstari wa pili unasema kwamba hapana neno hila kuapa kwa uongo. Nasema kwamba hakunako neno lingine ila mnajaribu tu kufanya vitu katika njia ya uongo. Unafanya vitu lakini unatumia katika njia ya uongo. Unatembea na Mungu kumbe wewe unatumia uongo. Unatumia neno la Mungu kumbe ni uongo. Ndio maana inasema kwamba hapana neno hila kuapa kwa uongo. Inasema katika inaendelea kusema kwamba na kuvunja ahadi na kuwa na
kuipa na kufunja hati na kuua na kuipa na kuisui na kuzini, ruka mpaka na damu, ukuzana na damu. Mstari wa 3, kwa ajili ya hayo inji itaomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba na kwa ajili ya hayo inji itaharibika ama itaharibiwa. Kwa maana umekuwa mwizi na unamtangaza Yesu. Umekuwa mkora, unamtangaza Yesu. Unatumia Biblia ukitanganya, na huku unatumia uongo ndani yake. Unafanya vitu ambavyo umevijua, umevisoma kwenye maandiko haya. Umesoma hizi vitu katika maandiko, lakini unafanya mambo ambayo hayaendi pamoja na Bwana. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini uende ufanye mambo kama hayo? Ndio nasema kwamba unaposimama na Bwana na unaposimama na Mungu, Mungu naye atasimama na wewe. Simama na Bwana naye Bwana atasimama na wewe. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru. Tumeshiriki neno lako Bwana, na ile neno linaenda kubariki mtu na kumuinua. Asante Bwana, Mungu wa Israeli, kwa jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. Thank you. Mungu akubariki na akubariki sana wakati huu, kwa huu mwezi ambao naye ingia mwezi wa 4, katika jina la Yesu. Amen.